Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza, na kusalimu katika jina la Bwana. Na napenda kukukaribisha tena leo kwenye siku yetu ya maombi. Leo mtu wa Mungu tunaenda kuomba na kuruhusu malaika watufungulie lango la mji. Kwa hiyo sasa hivi mtu wa Mungu jiandae, karibisha rafiki zako, karibisha ndugu zako ili tukaweze kuomba kwa pamoja. Na nikukumbushe ya kwamba tuko kwenye mwezi wa malaika. Na mwezi huu mtu wa Mungu tunaenda kuruhusu na kuona malaika wa Mungu wakitusaidia kwenye kila eneo la maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kabla sijaendelea mbele, naomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya uaminifu wako, na asante kwa ajili ya siku nyingine nzuri ambayo Mungu umetupa. Baba, ninaomba tunapoanza saa hii ya maombi, tunapoanza maombi haya, wewe ukawe pamoja nasi. Roho Mtakatifu katumie kinywa changu, wewe ukaseme badala yangu. Wewe ukaseme maneno yako. Roho Mtakatifu, nisizungumze neno langu hata moja, bali wewe ukaseme sawasawa na mahitaji ya watoto wako, sawasawa na matakwa ya watoto wako. Kila anayesikia sauti hii Baba, akasikie sauti yako ikimwelekeza katika jina la Yesu Kristo. Na neno lako Mungu linatuambia hakuna lililoanza pasipo damu. Basi muda huu Baba, ninaachilia damu yako ya thamani, ninaachilia damu yako takatifu ikatufunike wote na nyumba zote na miji yote na nchi zote katika jina la Yesu Kristo, amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Sasa tunaweza tukaendelea mbele. Nimekwambia siku ya leo tunasimama na kichwa cha somo kinachosema omba na ruhusu malaika wakufungulie lango la mji. Na nimekuambia ndani ya mwezi huu tulikuwa tunasimama na somo la malaika, na tulikuwa tunaruhusu malaika watuhudumie kwenye kila eneo la maisha yetu. Na ndani ya mwezi huu tumekuwa tukisimamia mistari mikubwa miwili. Mstari wa kwanza unatoka kwenye Zaburi ya 91 mstari wa 11 mpaka wa 12. Na neno la Mungu linasema hivi: kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote, mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ndani ya mwezi huu utaona Mungu akikuagizia malaika zake waje wakulinde wewe katika njia zako zote unazopitia, kwenye shida zako zote unazozipitia, kwenye mahitaji yako yote unayopitia. Na malaika hawa watakuchukua kwenye mikono yao ili wewe mguu wako usije ukajikwaa katika jiwe. Lakini pia tunasimama na Zaburi ya 34 mstari wa 7. Neno la Mungu linasema hivi: malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Kwa hiyo ndani ya mwezi huu mtu wa Mungu, tegemea sana kuona malaika wanafanya kituo kwenye maisha yako. Tegemea sana mtu wa Mungu kuona malaika wanafanya makazi kwenye mji wako, na watakuzungukia usiku, asubuhi, jioni, usiku, mchana, kila muda, kila saa, ili kukuokoa, ili kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu, tunaposema malaika tunamaanisha nini? Malaika hawa ni viumbe, na viumbe hawa Mungu ndo anawatumia kumwakilisha yeye duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Viumbe hawa wana nguvu, viumbe hawa wana uweza, viumbe hawa ni hodari kuliko wanadamu. Na viumbe hawa Mungu anapowatuma kuja kwenye maisha yako, wanakuwa na nguvu kama za Mungu, wanakuwa na utukufu ule ule ambao Mungu anao. Kwa hiyo wanapokuja kwako, Mungu anapowatuma, anawatuma kwa kusudi maalum. Kuna jambo wanatakiwa kuja na kulifanya. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kama ukupita kusikiliza masomo yote ya malaika ambayo tulianza nayo, basi ninakusisitiza uweze kurudi ili uweze kuelewa mtiririko mzima ambavyo tulikuwa nao. Somo lililopita tuliona ni namna gani malaika wanaweza kututoa kwenye mashimo na kwenye
kwenye magereza na tukafanya maombi hapa. Na leo mtu wa Mungu, nasema tunaomba na kuruhusu malaika watufungulie malango ya mji. Kwa nini tufunguliwe malango ya mji na malaika? Ili tuone tukifanikiwa kwenye miji tuliopo, ili tuone tukiongezeka kwenye miji iliyopo. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kama ulikuwa kwenye shimo, kama ulikuwa kwenye gereza, kama ulikuwa kwenye msitu, kama ulikuwa kwenye giza, ulipofanya yale maombi, malaika wamekutoa mahali ulipo. Malaika wamekusaidia, umetoka pale ulipo. Sasa unapotoka kwenye shimo na unapotoka kwenye gereza, mtu wa Mungu, unakuja kuingia mjini. Kwa hiyo mtu wa Mungu, huwezi kufanikiwa kwenye mji utakaoingia, au huwezi kufanikiwa kwenye mji uliopo kama malaika hawatakufungulia hilo lango la mji. Bwana Yesu asifiwe. Mtu yoyote ambaye anatoka kwenye kijiji anaingia mjini, au anapotoka nyumbani anapoingia sokoni, anataka akaanze biashara, hilo eneo linakuwa na lango la mji. Bwana Yesu asifiwe. Hapo mahali panakuwa na lango. Sasa kama malaika hatakuwa yeye wa kwanza kukufungulia, kutembea na wewe, kuenenda na wewe ili ufanikiwe, hautaweza kuona unafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutaona leo na tutaomba malaika waturuhusu. Baada ya maombi haya ya kutoka kwenye mashimo na kwenye magereza, kuna mtu alinitumia ndoto, anasema, dada Melebi, niliota ndoto. Akasema aliona yuko msituni. Alafu akasema alipokuwa msituni aliona familia yake, rafiki zake, mpaka na boyfriend wake ipo kwenye ule msitu. Alafu akaniambia kwenye ule msitu kulikuwa na simba. Kwa hiyo akajiona yeye naye ameingia kwenye ule msitu, anapambana na yule simba. Anasema lakini kwenye ndoto alifanikiwa kuona yule simba amewajeruhi ndugu zake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini huyu mtu alipoomba maombi ya kutoka kwenye mashimo na kwenye magereza akaota ndoto hii? Hii kwake ilikuwa ni maono. Mungu anamuonyesha familia yako ilikuwa kwenye msitu. Mafanikio yako yaliwekwa kwenye msitu, na wewe uliwekwa kwenye msitu. Na kwenye huu msitu uliopo, hichi ndicho kipo. Akamwona simba. Yule simba, mtu wa Mungu, ni roho ya kipepo, ni roho ya giza, ni roho ya uchawi. Na akaniambia kwenye ule ujumbe alionitumia, aliona simba amewajeruhi. Ndio maana mtu wa Mungu, unaona unafanya kazi kwa bidii, auoni mafanikio. Kwa sababu gani? Upo kwenye msitu. Unafanya kazi kwa bidii, auoni matokeo. Kwa sababu gani? Haupo kwenye mji, umefichwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anapokutoa uko ulipo, Mungu anapokutoa kwenye hizo changamoto ulipo, anakuingiza mjini. Sasa hauwezi kufanikiwa kama malaika hawatatembea na wewe kwenye mji uliopo. Na tulizungumzia kwa habari ya somo la malango, ya kwamba kila mahali tulipo kuna malango, na huo ni utaratibu wa kiroho na ni mfumo wa kiroho. Chochote kinachopita kwenye maisha yetu kinapita kwenye malango. Sasa leo tunataka kuona Mungu anatufanikisha kwenye miji tuliopo, kwenye vijiji tulivyopo, kwenye nchi tulizopo. Sasa hatuwezi kufanikiwa kama malango yetu hayatafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine tena akaniambia baada ya maombi akaota nyuki wamejaa ndani ya nyumba yake. Anasema akifungua kila chumba anakutana na nyuki, akienda chumba kingine anakutana na nyuki. Sasa jiulize, baada ya maombi, mtu wa Mungu, utoke kwenye mashimo na utoke kwenye magereza, ndio unaona hivi vitu. Sasa hivi vitu vinapoondoka, sasa tunataka kuona malaika wa Mungu watufungulie malango ya mji tuweze kufanikiwa. Huwezi kufanikiwa kwenye mji uliopo kama malaika wa Bwana hawataambatana na wewe, hawatakufungulia lango la mahali uliopo uweze kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nisomee Matendo 12, nisomee mstari wa 8 na mstari wa 10. Matendo 12 mstari wa 8 na mstari wa 10. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jivike nguo yako ukanifuate.
Na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini, ukawafungukia wenyewe, wakatoka nje, wakapita katika njia moja. Mara malaika akamwacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukisoma kwenye hii Matendo 12, mtu wa Mungu, mstari wa 8 na mstari wa 10, neno linasema hivi: malaika, huyu ni malaika wa Mungu, akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Yule mtu akafanya hivyo, kisha akamwambia, jivike nguo yako, ukanifuate. Mtu wa Mungu, ili andiko linamzungumzia Petro alipokuwa gerezani, na kanisa lilipoomba kwa juhudi. Walipoomba kwa juhudi, malaika ndiyo akaenda kumtoa Petro gerezani. Tulipita kwenye hili somo, mtu wa Mungu, neno la Mungu linasema hivi: malaika walikatoka wakaenda kwa Petro. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tunapoomba malaika ndio wanaachiliwa kuja kututoa, kama ambavyo tumeona kwenye Zaburi ya 91 mstari wa 11 mpaka wa 12. Kwa hiyo malaika alipomtoa Petro, mtu wa Mungu, unaona anamwambia Petro, nifuate. Neno la Mungu linasema hivi: wakapita lindo la kwanza wakiwa wanatoka gerezani, wakapita na lindo la pili, alafu anasema hivi, hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini, Bwana Yesu asifiwe, ukawafungukia wenyewe, wakatoka nje. Walipotoka nje, wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unapotoka kwenye shimo, unapotoka kwenye gereza, unapotoka kwenye giza, unatakiwa kuingia mjini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo unamwona Petro alipotolewa na malaika kwenye gereza alilokuwepo, kwenye changamoto aliyokuwepo, malaika hakumwacha Petro, alihakikisha anamuingiza mjini. Kwa nini anamuingiza mjini? Sasa Petro akafanikiwe. Sasa Petro akaongezeke. Sasa Petro akastawi. Lakini Petro, unapokutoa kwenye gereza, napokutoa kwenye shimo, siwezi kukuacha mwenyewe. Lazima nihakikishe unafika kwenye mji wako. Ila kwenye miji kuna malango. Vitu vina kawaida ya kupita na kutoka. Vitu vina kawaida ya kuuliwa malangoni. Vitu vina kawaida ya kuumizwa kwenye malango. Lakini kwa sababu mimi ni malaika, nimekusudia kukutoa kwenye shimo, nataka kukuingiza kwenye mji, twende nikupeleke. Kama sitakuongoza, sitaongozana na wewe, lango la mji haliwezi kukufungukia. Ndio maana unaona walipofika kwenye lilo lango la mji, anasema lilikuwa ni lango la chuma, likawafungukia wenyewe. Kwa nini liliwafungukia wenyewe? Malaika wanakuwa na utukufu wa Mungu. Malaika wanakuwa na nguvu za Mungu. Malaika wanakuwa na uwezo wa Mungu. Alafu anasema akaenda naye kwenye njia, alafu akamwacha. Kwa hiyo leo, mtu wa Mungu, tutaenda kuomba mimi na wewe, lango la mji litufungukie. Amen. Malaika watufungulie hilo lango la mji. Liwe la chuma, watufunguliwe. Liwe la mbao, watufungulie. Waende na sisi kwenye hiyo njia, alafu watuache. Kwa sababu gani? Tutaona sasa tunafanikiwa. Tutaona sasa tunaongezeka. Tutaona sasa tunastawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikuonyeshe kitu. Naomba nisomee Mwanzo 19 mstari wa kwanza. Mwanzo 19 mstari wa kwanza. Mwanzo 19 mstari wa kwanza. Basi wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni, na Lutu alikuwa amekaa mlangoni pa Sodoma. Lutu akawaona, akaondoka akaenda kuwalaki, akainama kifudifudi. Nisomee tena. Basi wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni, na Lutu alikuwa amekaa mlangoni pa Sodoma. Lutu akawaona, akaondoka akaenda kuwalaki, akainama kifudifudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtu wa Mungu, nimekwambia leo tunaenda kuombea malango ya miji. Miji tuliyopo, malango yetu yatufungukie. Ukisoma kwenye hii Mwanzo 19 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema hivi: basi wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Lutu, unaona, alikuwa amekaa mlangoni pa Sodoma. Hii Sodoma ulikuwa ni mji. Ule usiku malaika walikuwa wanaenda kwenye ule mji wa Sodoma. Walipofika kwenye ule mji wa Sodoma, wanamuona Lutu amekaa mlangoni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Lutu akawaona malaika akiwa mlangoni. Kwa hiyo mtu wa Mungu, mji wowote uliopo, mji wowote unaousikia, unaoujua, au mtaa wowote uliopo, una lango. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwenye hilo lango la mji
au la mtaa au la kijiji au la nchi, yupo mtu anayemiliki hapo langoni. Unapoangalia mji wa Sodoma, aliyekuwa anamiliki hili lango alikuwa ni Lutu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kama upo kwenye huo mji, kama upo kwenye huo mtaa, nani anamiliki hilo lango? Nani anaruhusu vitu kuingia na vitu kutoka? Nani anaruhusu vitu vije kwako na visije kwako? Kama ulikuwa gizani, sasa unatoka gizani, unataka ukafanikiwe, unafanikiwaje? Kama mwanzo ulifeli, umerudi kwenye maombi, unasema sasa naenda kuanza biashara Kariakoo, nani anamiliki lango la Kariakoo? Umetoka sasa, unasema naenda kuanzisha biashara Kinondoni, nani anamiliki lango la Kinondoni? Umesema natoka sasa, naenda kufungua biashara Kigoma, nani anamiliki lile lango? Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema Lutu alikuwa kwenye mlango wa mji, amekaa. Bwana Yesu asifiwe. Na malaika wakapita, Lutu akawaona. Kwa hiyo kama wasingepita malaika, wangekuwa wanapita majini, Lutu angewaona. Kama wasingekuwa ni malaika, wangekuwa ni wachinjaji na wauaji, Lutu angewaona. Kwa nini Lutu angewaona? Lutu amekaa kwenye lango la mji. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi hatufanikiwi mahali tulipo kwa sababu malango ya mji yanamilikiwa na adui. Malango ya mji yanamilikiwa na watu wa giza. Ndio maana tangu ulivyojaribu, watu wanakuambia hauwezi kufanikiwa wewe, ujaja kusalimiwa wazee, hautakaa kufanikiwa. Mwingine anakuambia hivi, hauwezi kufanikiwa wewe, ujaenda kwa waganga. Unaenda kwa waganga kupatana na nini? Na malango. Ya kwamba lango la mji huu niletee wateja, lango la mji huu nipe kazi, lango la mji huu ruhusu nifanye. Bwana Yesu asifiwe. Uwezi kuwa na jina kubwa kwenye mji uliopo kama lango la huo mji halijakufungukia. Ngoja nikuonyeshe andiko jingine alafu tuendelee mbele. Naomba nisomee Mithali 8 mstari wa 3. Mithali 8 mstari wa 3. Karibu na malango, mahali pa kuingia mjini, mahali pa kuyaingilia malango, anapiga kelele. Bwana Yesu asifiwe. Enda Kristo, soma tena taratibu. Karibu na malango, mahali pa kuingia mjini, mahali pa kuyaingilia malango, anapiga kelele. Ukisoma hii Mithali 8 mstari wa 3, anasema hivi, karibu na malango, mahali pa kuingilia mjini, mahali pa kuyaingilia malango, anapiga kelele. Mtu wa Mungu unayenisikiliza, nisikilize kwa makini. Ulimwengu wa roho ili ufanikiwe una malango. Ulimwengu wa mwili ili ufanikiwe lazima upite kwenye malango. Bwana Yesu asifiwe. Na huo ni utaratibu, mtu wa Mungu. Vitu vyote vinavyopita vinapita kwenye malango. Vitu vyote vinavyotoka vinatoka kwenye malango. Huo ni mfumo, kama ambavyo tunao mfumo ili uingie ndani kwako lazima upite kwenye malango. Au pandi ukapita juu ya dari, au juu ya bati, au pite dirishani, unapita kwenye malango. Huo ni utaratibu. Utapitisha mafanikio yako kwenye malango. Utatoka kupita utoke kwenye malango. Utaingizwa gerezani, utapitia kwenye lango. Utatoka gerezani, utapitia kwenye lango. Ndio maana Roho Mtakatifu au malaika wanapokuja kukutoa mahali, watapita kwenye lango. Watakutoa, watakupitisha kwenye lango. Ndio maana unaona malaika hajamuacha Petro mpaka amuingize mjini ili lango limfungukie, kwa sababu alijua Petro, nimekutoa gerezani, pita. Akaingia mjini, Petro angekwama, lango la mji lisingemfungukia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo malaika usiku wa leo wapite na sisi kwenye malango ya miji tuliopo, ili tufanikiwe, ili tuongezeke, ili tusaidike. Unaona hapa, huyu anayepiga kelele kwenye malango alikuwa ni hekima. Kwa nini anapiga kelele kwenye malango? Ili wanaoingia wamsikie, ili wanaotaka wamsikie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukianza kule juu, ukisoma hiyo Mithali 8:3, ukianza mstari kule wa kwanza, utaona hekima ndo alikuwa anapiga kelele kwenye malango, kwa sababu anajua hapa ndo vitu vinaingia na kutoka, hapa ndo vitu vinaibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yeyote anayesikia sauti hii aelewe. Yeyote anasikia sauti hii apate maarifa.
Yeyote atakayesikia sauti hii atoke kwenye kifungo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kelele zilikuwa malangoni. Ngoja nikuonyeshe story moja, utanielewa mtu wa Mungu. Naomba nisomee Luka 7, soma mstari wa 11 mpaka wa 15. Tutasoma kwa vituo. Luka 7 mstari wa 11 mpaka wa 15. Baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini. Na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipolikaribia lango la mji. Rudia tena hapo kidogo. Na alipolikaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje. Ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane. Na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia akaligusa jeneza. Wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasema, kijana, na kuambia inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema, akampa mama yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma hii story unaona hivi vitu vinatokea kwenye nini? Kwenye lango la mji. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakwambia hivi, baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini. Huyu alikuwa ni Yesu. Alikuwa ametoka huko kwenye safari zake, akasema kuna mji naelekea. Huo mji unaitwa nini? Naini. Anasema na wanafunzi wake walikuwa pamoja naye na mkutano mkubwa. Kwa hiyo unaona kulikuwa na ghasia. Unaona kulikuwa na mazungumzo. Unaona kulikuwa na watu wengi. Anasema hivi kwenye mstari wa 12, na alipokaribia lango la mji. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, lango lipo kwenye mji uliopo. Mji una lango. Kama ulijui, ni wewe hujatia bidii. Ni wewe hujataka kuliona. Lakini usiku wa leo tutaomba. Malaika watakuchukua, watakuonyesha lango la mtaa uliopo. Watakuonyesha tatizo. Watakwambia umelogwa kwenye lango la mji. Ndio maana unazunguka hapa hakuna mafanikio. Watakwambia ulifungua biashara kwenye mji huu, lakini kuna vitu hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Watakwambia changamoto iliyopo, ulifungwa kwenye mji uliotoka. Ndio maana kuna watu wanaota mahali pale pale. Wengine wamefungwa kwenye miji ya shule walizosoma. Wamefungwa kwenye yale malango. Unajiona huko malango yamefungwa, umefungiwa, akili yako iko kule. Uweza na bidii zimefungiwa kule. Unapambana au fanikiwi. Usiku wa leo malaika watakushika mkono. Ngoja tuendelee na kwenye mstari. Anasema hivi, hapo palikuwa na maiti inachukuliwa nje. Mstari wa 12. Ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane. Na watu wa mji wengi walikuwa pamoja naye. Unamwona Yesu anaingia kwenye ule mji. Anapita kwenye lango, alikuwa na wanafunzi, anasema akawa na makutano. Na anapopita kwenye hili lango la huu mji, unaona kwenye hili lango yupo mwanamke, ni mjane. Alafu huyu mwanaume mjane amefiwa tena na mwanae. Alafu anasema watu wengi pia walikuwa wanaambatana naye, wote wako langoni. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, unaweza ukaelewa ni kwa kiasi gani kwenye lango kulikuwa na makelele. Ni kwa kiasi gani kwenye lango kulikuwa na ghasia. Kwa hiyo manake huyu mama alikuwa analia, ana huzuni, kuna mauti. Kwa hiyo unaona mauti ipo kwenye malango. Unaona kelele zipo kwenye malango. Ukisoma mstari wa 13 anasema hivi, Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia usilie kwenye malango. Kwa hiyo huu muda huyu mama akiwa anachukua mauti kwenye malango, akiwa anapitishiwa mauti kwenye malango, uzuri Yesu naye alikuwa anapita kwenye lile lango. Kwa hiyo akakutana na yule mama kwenye lango. Neno la Mungu linasema Yesu akamwonea huruma. Yule mama hakusema kitu. Alikuwa ajui chochote kinachoendelea. Lakini Yesu alipopita kwenye mlango akasema, huu mlango wa mji wa Naini unapitisha mauti. Huu mlango umebeba huzuni. Huu mlango umebeba fedhea. Huu mlango umebeba kelele. Ndio maana ukisoma ile Mithali, mtu wa Mungu, Mithali 8:3 tulioisoma, unasikia akapaza sauti, anapiga kelele kwenye malango. Hekima yuko kwenye malango. Nani ananitaka nimsaidie? Mpokee Bwana. Anapiga kelele kwenye malango. Unamuona Yesu anapita na huyu mama anapita. Na neno linasema Yesu akamwonea huruma. Akamwambia yule mama usilie. Watu wengi wanalia kwenye miji kwa sababu gani? Wamebanwa kwenye malango ya miji. Wamekutana na mauti kwenye malango ya miji. Umeinvesti kwenye mji kichwa hujapatana na lile lango. Lango limefungwa. Wenzako wote wamefanikiwa, ujui unafanikiwaje malango. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma huku mbele utaona Yesu akasimamisha
ule msafara, akasimamisha ile mauti, akasimamisha vile vilio, akasimamisha zile huzuni, akasimamisha, alafu na jopo zima likasimama, ghasia nzima ikasimama, kelele nzima zikasimama. Alafu Yesu akamwambia yule mtoto amke, akamrudishia mamaye. Kwa hiyo leo mtu wa Mungu, kwenye hili lango la mji, vitu vyako vyovyote vilivyofungwa langoni, malaika wa Mungu atapita kwenye huo mlango akufungulie wewe utoke. Amen. Atasimamisha ghasia na mauti. Amen. Atasimamisha huzuni na fedhea. Atakwambia fanikiwa. Kuna watu wametoka nchi walizopo, wameenda kwenye nchi nyingine, unachanganyikiwa, ni shida. Uliambia tende tukafanikiwe, auoni kufanikiwa, umekuwa kama mkimbizi, umekuwa ombaomba. Wengine tangu wameingia kwenye hiyo miji waliopo, wamekuwa machangudoa, wamekuwa hawakai. Tangu wamefika mahali ulipo kwenye hiyo shule, kwenye huo mji, ndo unafeli. Tangu umefika kwenye hiyo ofisi, ndo ueleweki. Vitu vimebadilika ghafla. Kwa nini? Malango ya kwenye huo mji, malango ya kwenye hilo eneo, malango ya kwenye huo mtaa. Kwa hiyo leo tutaomba kama Mungu alivyomsaidia Petro, kama Yesu alivyomsaidia Petro, akatuma malaika wake aende akamsaidie Petro atoke. Ndivyo malaika leo waamuliwe. Tutaomba na kuwaruhusu waingie nasi kwenye nyumba zetu, waingie kwenye miji yetu, wakakishe malango ya miji yanatufungukia. Ngoja tusome andiko moja alafu tukaombe. Naomba nisomee Samueli wa kwanza sura ya 23 mstari wa 7 hadi wa 14. Samueli wa kwanza sura ya 23 mstari wa 7 hadi wa 14. Kisha Sauli aliambiwa ya kwamba Daudi amefika Keila. Sauli akasema, Mungu amemtia mkononi mwangu, kwa maana amefungwa ndani, kwa vile alivyoingia katika mji wenye malango na makomeo. Basi Sauli akawaita watu wote waende vitani, ili waishukie Keila na kumuhusuru Daudi na watu wake. Naye Daudi alifahamu ya kuwa Sauli amemkusudia mabaya. Akamwambia Abiathari kuhani, lete hapa hiyo naivera. Ndipo Daudi akasema, Bwana Mungu wa Israeli, mimi mtumwa wako nimesikia hakika ya kuwa Sauli anataka kuja huku Keila ili kuharibu mji kwa ajili yangu. Je, watu wa Keila watanitoa nitiwe mkononi mwake? Je, Sauli atashuka kama mtumwa wako alivyosikia? Bwana Mungu wa Israeli, nakusihi umwambie mtumwa wako. Naye Bwana akamjibu, atashuka. Hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, naye Daudi alifahamu ya kuwa mstende mstari wa ngapi? Tumeanzia mstari wa ngapi? Wa 7. Wa 7. Ngoja turudie hapa mstari wa 7. Neno la Mungu linasema hivi, kisha Sauli aliambiwa ya kwamba Daudi amefika Keila. Sauli akasema, Mungu amemtia mkononi mwangu, kwa maana amefungwa ndani, kwa vile alivyoingia katika mji wenye malango na makomeo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, nimekwambia kwenye mji uliopo kuna malango. Kwenye mji uliopo liko lango la mafanikio yako. Kwenye mji uliopo liko lango la kuongezeka. Kwenye mji uliopo liko lango la ndoa yako. Kwenye mji uliopo liko lango la uchumi. Kwenye mji uliopo yako malango. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa unaona Sauli anapelekewa taarifa kwa habari ya Daudi, ya kwamba Daudi amefika kwenye huu mji. Alafu Sauli alikuwa mpendi Daudi. Sauli alikuwa anataka kumuua Daudi. Daudi asijue ya kwamba Sauli yuko pale Keila, Daudi anaenda. Lakini alipofika, Daudi alikuwa tawali yale malango ya ule mji. Sauli akapata habari, akaambiwa Daudi amefika Keila. Ona Sauli anavyofurahi. Sauli akasema, Mungu amemtia mkononi mwangu, kwa maana amefungwa ndani, kwa vile alivyoingia katika mji wenye malango na makomeo. Sauli anazungumzia kwa habari ya mji, ya kwamba mji alioingia una malango na makomeo. Kwa hiyo haya malango na makomeo yalikuwa ni ya Sauli. Ndio maana Sauli akacheka, akaona ya kwamba ana uwezo wa kumfungia Daudi Keila, ana uwezo wa kumuua Daudi Keila, ana uwezo wa kumtenda Daudi vyovyote Keila, kwa sababu anayemiliki malango ya Keila ni mimi. Malango ya mji huu una malango na makomeo. Kwa hiyo akafurahi sana. Ndio maana nimekwambia kwenye mstari tuliopita, Yesu akipita mlangoni na yule mwanamke alipita mlangoni, unaiona mauti ilikuwa kwenye malango. Kwenye huu mstari unaona Sauli anapewa habari ya kwamba Daudi ameingia kwenye mji. Sauli anasema, yes, huu mji una malango na makomeo. Kwa hiyo
mtu wa Mungu unaweza ukawa umetoka mahali ulipo, umeingia kwenye mji mwingine, unasema nitafanikiwa. Ulipofika kwenye huo mji, wachawi wanapewa taarifa, ameingia nani? Mwenye nyota zake. Bwana Yesu asifiwe. Anafikiri atafanikiwa. Wanashangilia, wanaangalia namna gani watakuibia zile nyota. Wanaangalia namna gani watakuibia ukuu wako. Wanacheka, wanasema ndio, ameingia ghafla, anakuja kugombea ujumbe, kuwa mjumbe kwenye ile eneo. Anataka kuwa mbunge mahali hapa. Anataka kuwa mjasiriamali mkubwa. Anataka kufungua kampuni kubwa. Wanacheka. Wanafurahi watakavyo kuangamiza. Wanasema ajui. Ameingia kwenye mji wenye malango na makomeo. Kwa hiyo wanaotawala ule mji walikuwa ni watu wabaya. Walikuwa ni watu wanaotaka kumuua Daudi. Walikuwa ni watu waliofikiri ya kwamba wamemmaliza Daudi. Ya kwamba Daudi bila kutafakari ameingia. Neno la Mungu linatuonyesha mbele, Daudi alikuwa ni mcha Bwana. Daudi akapewa taarifa. Dada Krista, nisomee ule mstari uliokuwa unasoma. Mstari wa 13. Nisomee 11. 11. Je, watu wa Keila watanitoa nitiwe mkononi mwake? Je, Sauli atashuka kama mtumwa wako alivyosikia? Bwana Mungu wa Israel, nakusihi umwambie mtumwa wako. Naye Bwana akamjibu, atashuka. Hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaona Daudi alipopewa zile habari ya kwamba anatafutwa. Kwa hiyo mtu wa Mungu, mahali ulipo ukiomba, Mungu atakupa habari za huo mji. Wanachukua nini? Wanaiba nyota za wafanyakazi. Wanaiba nyota za wafanya biashara. Wanazima nyota za watu. Wanaua watoto mahali hapa. Wanazika watoto. Wanatumbukiza tabia mbaya. Wanawageuza watu. Wanaiba mali. Unaona Daudi naye akukaa kizembe. Sauli alipopata taarifa ndani ya ule mji, na Daudi anapata taarifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama utadumu kwenye kuomba, mtu wa Mungu, kama utadumu kwenye kumcha Bwana, Mungu atakupa habari za mji uliopo. Mungu atakupa maelekezo ni namna gani utafanikiwa. Neno la Mungu linasema Daudi akataka kujua kwa Bwana. Baba, niambie, je, niko hapa, makomeo na malango ya mji huu sio yangu. Nani anayemiliki? Akaona okay. Je, Mungu, watu wa mji huu watanitoa? Ona Mungu anavyomwambia. Atafanyaje? Watashuka. Watakutoa. Sasa soma mstari wa 12 tumalizie. Ndipo Daudi akasema, je, watu wa Keila watanitia mimi na watu wangu mkononi mwake Sauli? Bwana akasema, watakutia. Basi Daudi na watu wake ambao wapata kama 600 wakaondoka na kutoka Keila, wakaenda popote walipoweza kwenda. Kisha Sauli akaambiwa ya kwamba Daudi amekimbia toka Keila, akaacha kutoka nje. Basi Daudi alikuwa akikaa nyikani ngomeni, akakaa katika nchi ya milima kwenye nyika ya Zifu. Naye Sauli alikuwa akimtafuta kila siku, lakini Mungu akumtia mikononi mwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaona Daudi akataka kwa Bwana kujua. Daudi akaomba kwa Bwana kujua. Na Bwana akamuelezea tabia za ule mji. Bwana akamwambia, ndio Daudi watakuua. Ndio Daudi watakutoa. Ndio Daudi watakuumiza. Kwa hiyo unaona Daudi akawahi kujiokoa. Akakimbia akaenda mji mwingine akajificha. Sauli aliyepanga kumuua Daudi hakuweza. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kwenye mji uliopo lazima uombe kwa Bwana ya kwamba malaika zake waje wakufungulie lango, wakupatanishe wewe na mji uliopo, wakupatanishe wewe na mahali ulipo, ili uweze kufanikiwa. Lazima malango ya mji yakufungukie. Bwana Yesu asifiwe. Sauli anapata ujumbe Daudi ameshakimbia. Kwa hiyo mahali ulipo, kama wanaiba nyota, Mungu atakwambia wanaiba nyota. Mahali ulipo, kama ni wanyang'anyi, Mungu atakwambia umeingia kwenye mji wa wanyang'anyi mwanangu. Kaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Watakujikuta wanakuja kwako ili kukuua, uko macho. Unanena kwa lugha, wanashindwa kukuua. Wanakuja kwako ili kukutia giza, watakukuta uko macho. Wanashindwa kukutia giza. Wanakuja ili wakuzime, watakukuta uko macho. Wanashindwa kukuzima. Kwa nini? Malango ya mji yamekufungukia. Malango ya mji yamekukubali. Malango ya mji unapita na Bwana. Wataambizana, yule ameketi kwenye lango sawa na sisi, yule haumwezi kuingia na kumtoa. Kwa nini? Malango ya mji yamemfungukia. Malaika wa Bwana wako pamoja naye. Neno la Mungu linasema malaika wakaingia kwenye mji wa Sodoma. Lutu alikuwa kwenye lango. Kwa hiyo kama Lutu aliweza kuketi kwenye lango la Sodoma, chochote kilichoingia alijua. Na wewe unao uwezo wa kuketi kwenye lango ulilopo. Lakini hauwezi kukaa kama
malaika atafungua huo mlango. Kwa hiyo usiku wa leo tunaenda kuomba mbele za Mungu. Mungu atufungulie malango ya miji. Mungu atufungulie malango ya miji yetu. Mungu atufungulie malango ya mitaa yetu. Mungu atufungulie malango ya familia zetu. Mungu atufungulie malango ya nchi zetu. Kama unataka kutambulika kwenye nchi, malango yafunguliwe kwako. Wote wenye majina makubwa, malango ya hiyo miji yamewafungukia. Watu wanajulikana kwenye malango. Watu wanabarikiwa kwenye malango. Watu wanatajirika kwenye malango. Lakini pia mtu wa Mungu, watu wanazimwa kwenye malango. Watu wanaibiwa kwenye malango. Watu wanakufa kwenye malango. Usiku wa leo Mungu aruhusu malaika wake, sawa sawa na Zaburi ya 91 mstari wa 11 na 12, malaika waje watutoe, watushike mkono, watusaidie. Kama vile malaika walivyomfungulia Petro lango la mji, waende na sisi. Nyosha mikono yako mahali ulipo. Randa kabade. Riko manda kabade. Nyosha mikono yako mtu wa Mungu, sema Bwana Yesu, ninakushukuru. Ninasema asante kwa ajili ya uaminifu wako. Ninasema asante kwa ajili ya wema wako. Ninasema asante kwa ajili ya uzuri wako. Ninasema asante kwa ajili ya malango, kwa ajili ya lango la mji wangu. Nami Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Ninaomba hiki kibali. Ninaomba hii nafasi. Ninaomba hii rehema ya kufunguliwa lango la mji inifunike. Bwana Yesu, ninaomba damu yako ya thamani inifunike, ili inene yaliyo mema kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Usiku wa leo, sai Bwana, ninaomba lango la mji wangu linifungukie. Malaika aliyesindikiza Petro mpaka kwenye lango la mji, lango la chuma likamfungukia. Huyo malaika aje kwangu, anishike mkono, atembee nami, aniongoze kwenye njia ya lango la mji wangu linifungukie, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu, ombea hayo malango. Ninaruhusu malaika wa Bwana yule ambaye alienda kwa Petro akamtoa gerezani na akamsindikiza kwenye lango la chuma likafunguka. Nami Bwana, ninaruhusu malaika huyo aje kwangu, aje kwenye mtaa wangu, anisaidie, anisindikize, lili lango la mji linifungukie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaruhusu yule malaika aliyemtoa Petro mpaka kwenye lango lile la chuma na lango likafunguka lenyewe, aje na kwangu, aje na kwangu, aje kwenye biashara yangu, aje kwenye mtaa wangu, aje kwenye mkoa wangu, aje kwenye mji wangu, aje na lile lango la mji linifungukie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Lile lango linalopitisha mauti lisipitishe mauti kwangu, lile lango linalopitisha kelele na vilio na huzuni lisipitishe huzuni kwangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaomba na ninaruhusu malaika waje kwangu, wanisaidie, wafungue lango la mji, wafungue lango la mji, ili kwenye mji huu nikafanikiwe, ili kibali kiwe juu yangu, ili kwenye mji huu nikaone mema, ili kwenye mji huu nikastawi, ili kwenye mji huu nikaongezeke. Baba, ninaomba lango la mtaa wangu linifungukie kwa jina la Yesu. Lango la ule mji nilioweka biashara linifungukie, lile lango la chuma ninatamka efata
linafunguka, 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 linafunguka kwa ajili yangu, linafunguka kwa ajili yangu, linafunguka kwa ajili yangu. Lile lango la mji ninaloishi linafunguka kwa ajili yangu, maana malaika wapo na mimi, maana malaika wamenichukua mikononi mwao. Mguu wangu hautajikwaa, hautajikwaa katika jiwe, katika jiwe. Baba, katika jina la Yesu ninaruhusu malaika zako waende nami, ninaruhusu malaika zako wanifungulie hayo malango kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Lango la mtaa wangu linifungulie, linifungukie, linifungukie, linifungukie. Ninatamka Efata, 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 Efata. Lango la mji linanifungukia, lango la mji linafunguka, linafunguka, linafunguka. Ninatamka malango ya mji funguka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sawa sawa na Lutu alivyokaa malangoni akawaona malaika wakiingia kwenye mji, nami leo ninatamka, ninakaa malangoni, ninakaa malangoni, ninatamka nitaona yanayoingia na kutoka kwenye malango. Ninatamka nitaona yanayoingia kwenye malango kwa mji wangu, ya mtaa wangu. Ninatamka hakuna litakalotokea nisilione, na yale mabaya nitayazuia, maana nimekaa malangoni, nimekaa malangoni kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninatamka kila makomeo, kila malango, kila makufuri yaliyofungiwa kwa ajili yangu kwenye mji, ili nisipite usiku wa leo. Ninatamka yafunguke, makomeo yafunguke, makufuri yakatike. Ninapita kwenye mji, ninaongezeka kwenye mji, ninastawi kwenye mji. Kila mauti iliyowekwa kwenye malango, ili yeyote anayeingia afe. Leo hii ninasimama kinyume na hizo mauti. Natamka sitakufa, natamka sitapotea, natamka sitaisha, bali nitastawi kwenye haya malango, nitaonekana kwenye haya malango. Jina langu litasikika kwenye malango, jina langu litasikika kwenye mji, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaomba kibali cha Bwana kinijie kwenye lango la mji. Ninaomba kibali cha Bwana kinijie kwenye lango. Kila malaika anayeshughulikia vibali malangoni, ninaamuru nipewe hivyo vibali kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila malaika anayeshughulikia vibali kwenye malango, ninaamuru na ninaomba malaika wanipe hivyo vibali ili niweze kupita kwenye hayo malango. Omba hivyo vibali Baba, katika jina la Yesu. Ninaruhusu malaika wanipe vibali, ili niweze kupita kwenye lango la mji. Wanipe kila kibali ninachokihitaji ili nipite kwenye lango la mji, kwenye lango la mji la mtaa wangu. Ninapokea hivyo vibali kwenye lango la mji. Ninapofanya biashara, ninapokea hivyo vibali kwenye lango la mji. Ninapofanya kazi, ninapokea hivyo vibali. Ninatamka, ninapita kwenye malango. Ninatamka makufuri hayatanizuia. Ninatamka makomeo hayatanizuia kupita kwenye malango kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila makufuri, kila makomeo yaliyowekwa,
yaliyofungwa ili nisipite kwenye malango, ninayang'oa, ninayang'oa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hayatanizuia, hayatanizuia, hayatanifungia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila makomeo ninayang'oa, 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 ninatamka, ninapita malangoni, ninatamka, ninapita malangoni, ninatamka kwa jina la Yesu. Sitakimbia kwenye mji wangu, sitakimbia kwenye mji wangu, sitakimbia kwenye mji wangu kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, kila giza lililokuwa kwenye malango ya linalowazima watoto wako, ninatamka hilo giza alitanizima kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila wachawi, kila waganga wanaokaa kwenye malango ya mji ili kunizuia, ninatamka usiku wa leo hawataweza kunizuia. Ninatamka kuanzia leo hawataweza kunizuia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kemea kila giza, kila mchawi randa kabali katika jina la Yesu. Kila giza hilo kwa linanizuia kwenye malango ya mji, kemea kwa Mungu, kemea kwa jina la Yesu, kemea katika jina la Yesu, kemea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kila giza, ninatamka na iwe nuru, ninatamka na iwe nuru malangoni, na iwe nuru malangoni, na iwe nuru malangoni, na iwe nuru. Ninakemea kila giza, ninaondoa kila giza, ninaondoa kila wachawi wanaozuia kwenye malango kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye malango, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye malango, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye lango la mji wangu, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye lango la mji wangu. Bwana Yesu, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye lango la mji wangu, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye lango la mji wangu. Kuanzia leo sitazuiliwa kwenye malango, kuanzia leo sitazuiliwa langoni, bali kuanzia sasa nitastawi kwenye malango ya mji wangu, ya mji wangu. Mji wangu umenipokea, mji wangu umenikubali. Kuanzia sasa kibali cha Bwana kimenizukia, kwa sababu malango yangu yamenifungukia. Kuanzia leo ninastawi, sitakuwa matendo kwenye malango katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaketi kwenye lango la mji wangu, nitaona kila kinachoingia, nitaona kila kinachotoka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Shukuru Mungu kwa habari ya malango ya mji. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante kwa ajili ya lango hili la mji Baba ambalo limenifungukia. Randa kababa baba jakata amani. Shukuru mtu wa Mungu, maana malango ya mji yamenifungukia, maana nimekaa malangoni. Ninakushukuru kwa damu ya Yesu, ninasema asante kwa neema yako. Ninakushukuru Mungu mwenye uwezo, asante maana lango la mji limenifungukia. Ninakushukuru maana lango la mtaa wangu limenifungukia na sitazuiwa malangoni kwa jina la Yesu. Amen. Nyanyua sadaka yako mtu wa Mungu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sadaka hizi ambazo watoto wako wamezinyanyua. Sadaka hizi Mungu tunazielekeza kwenye malango yetu ya mji. Kuanzia leo Baba, tunatamka katika jina la Yesu, hatutazuiliwa kwenye malango. Katika jina la Yesu, hatutatolewa nje ya malango. Katika jina la Yesu, tutastawi ndani ya malango yetu. Tutaongezeka ndani ya malango yetu. Tutaongezeka kwenye hii mji. Ninaruhusu malaika zako Bwana watembee nasi Baba kwenye haya malango ya mji. Waende nasi Baba kwenye hizi njia katika jina la Yesu. Bwana Yesu, pokea sadaka za watoto wako. Bwana Yesu, pokea sadaka zetu. Bwana Yesu, zitakabali sadaka zetu. Bwana Yesu, zikubali sadaka zetu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninanyunyiza damu yako kwenye hizi sadaka. Baba, ninanyunyiza damu yako kwenye hizi sadaka. Kila aliyenyoosha kutoa sadaka yake Baba, iangalie sadaka yake, kamfungulie malango haya ya mji, kamfungulie malango haya ya mji. Yeyote anayetaka
kumwangamiza kwenye malango, wape macho watoto wako tukaone. Yeyote atakayetaka kutuzima kwenye malango, tupe macho Baba tukaone. Na kuanzia sasa kwenye haya malango tunasimamisha malaika, na kwenye haya malango tunaketi katika jina la Yesu Kristo, amen. Basi mtu wa Mungu, utatuma sadaka yako kwenye hii namba 0716052202, 0716052202. Lakini pia kama hujaokoka, basi fuata sala hii. Sema: Bwana Yesu, ninakushukuru, ninakupokea wewe moyoni mwangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima, katika jina la Yesu, amen. Basi utaandika jina lako kwenye namba 0655108869. Narudia tena 0655108869, au kwenye namba 0716052202. Lakini pia kama una changamoto yoyote na unahitaji maombi, basi utatupigia kwenye hizo namba 0716052202 au 0655108869. Tutaweza kupokea na tutaweza kukuhudumia, na Mungu akubariki. Lakini usiku wa leo ninatamka malango yako ya mji yakafunguliwe. Malango yako ya mji yakafunguliwe. Malaika watembee na wewe kwenye malango yako. Malaika waende na wewe kwenye malango yako. Malaika wakuonyeshe malango ya mji wako. Malaika wakuelekeze lango liko wapi. Malaika wakuambie ya kupasayo kuyatenda. Malaika wakuambie ya kupasayo kuyafanya, katika jina la Yesu. Na kila unachotaka kukiona ukakipate kwenye malango yako, katika jina la Yesu Kristo. Na kama ulifungwa malangoni, ukafunguliwe. Ninatamka kuanzia leo ukafunguliwe. Ninatamka kuanzia leo ukaongezeke. Ninaruhusu malaika wakakutokee kwenye ndoto. Ninaruhusu malaika wakakutokee waziwazi. Ninaruhusu malaika wakakuelekeze, wasichoke, katika jina la Yesu Kristo, amen. Acha utunyeshe mvua yako siku ya leo. Itunyeshe mioyo yetu. Tunafungua mioyo. Tunafungua mioyo Jehova. Fungua mbingu zako Bwana Yesu. Uwepo wako na utukufu wako Jehova.